Okay. Muda uliopita tulijaribu kuangazia juu ya mtoto ambaye anaitwa Down syndrome, ambayo huyu mtoto anatokana kwa kushuka au kupungua kwa chromosomes. Zile chromosome 23 kutoka kwa mama na 23 kutoka kwa baba zikiungana ni 46. Kwa hiyo ikipungua moja, basi huyo mtoto anapatikana na tabia zake na muonekano wake. Lakini hebu tuangazie endapo chromosome zikipanda zaidi ya 46, either mama ameongeza au baba ameongeza moja. Mtoto tunayempata hapa anaitwa Williams syndrome. Huyu mtoto ambaye anaitwa Williams syndrome anakuwa na muonekano tofauti na watoto wengine kwa kiasi chake, lakini pia anakuwa na tabia zake tofauti. Muonekano wa huyu mtoto anakuwa na pua nyembamba. Bomba la pua linakuwa jembamba. Lakini taya yake inakuwa ndefu. Taya yake, muonekano wa taya inakuwa ndefu. Lakini mashavu pia yanakuwa yameinuka. Mashavu yote mawili yanakuwa yameinuka, kwa juu. Na pia meno yake yanakuwa yamelingana. Meno yote ya juu na ya chini yanafanana mithili kama ya msumeno, juu na chini. Kwa hiyo hakuna magego, hakuna kens, yote yanakuwa na size moja. Lakini kitabia, huyu mtoto anakuwa na tabia ya kuchangamka kupita kiasi. Anakuwa hyperactive. Anacheza mno. Tabia yake ndio hiyo. Lakini pia anapenda sana kuongea. Ongea. Wao watoto wapo katika jamii yetu, na naomba wanajamii, kwa sababu tunaelimishana, basi tuwape kipaumbele kuwaleta kwenye kituo ili tuweze kuwasaidia kwa kuwa keep busy. Tutakufundisha jinsi ya kuwa keep busy, jinsi ya kuwafundisha, na wanafundishika bila wasiwasi wa aina yoyote. Ukikutana na wataalamu ambao wamebobea kuhusiana nayo mambo. Hususan kuleta kwenye kituo ambacho ni smart, ambacho kinaitwa Mtwara Genesis Inclusive Center. Kunakuwa na elimu jumuishi ya watoto, wanakuwa watoto wa aina tofauti, wanakutana, wanabadilishana mawazo, wanafundishwa kufuga, kufanya stadi zote za maisha. Hawa watoto kiakili hawa watoto wanafundishika, na unaweza ukawatreni kitu chochote kile. Kwa sababu akili yao inakuwa na changamoto ya wanakuwa na short term memory, wanakuwa na kumbukumbu ya muda mfupi. Kwa hiyo jinsi ya kuweza kuinua kumbukumbu yao ili uweze kuwa na long term memory, wawe na kumbukumbu ya muda mrefu, tunajua jinsi ya kuwafundisha, tunajua jinsi ya kuwakea, na tutahakikisha hata study zote zinazofundishwa ziweze kuwa smart. Ninaomba karibia kwenye kituo chetu ili uweze kupata huduma bora zitakazomsaidia mwanao na zitamwezesha kuishi maisha ya kujitegemea yeye mwenyewe na kupunguza mzigo katika familia ambayo tunaishi. Asante.